Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa ameonyesha imani kuwa chama cha ODM na UDA vitafikia mwafaka wa ushindi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza kule Malava wakati wa mazishi ya Mama Rael Mkangai, gavana huyu alisema vyama hivyo viwili vina dhamira kushirikiana, vikijifunza kutokana na ushirikiano wao mzuri wakati wa uchaguzi mdogo wa Malava, ambapo waliratibu juhudi zao kwa mafanikio. Na washukuru sana, mwaka uliopita mwezi wa Novemba mlinisikiza, tukapatia mheshimiwa Ndakwa support ya kutosha. Sasa yeye ni mbunge wa Malava. Na washukuru tena sana. Gavana Barasa alibainisha kwa ushirikiano unaoendelea kati ya ODM na UDA utakuwa muhimu katika kuimarisha ushawishi wao wa kisiasa na kuhakikisha ushindi katika uchaguzi ujao. Tulikuwa pale West Kabras. Mimi nikasema kwa sababu sisi ni watu wa broad based na tunaamini ushirikiano wa chama cha ODM na chama cha UDA. Ndiposa nikawekelea mkono mheshimiwa Elfas Shahala Lano Shala Kasai ni MCA wa West Kabras. Na hiyo mimi nataka kuambia watu wa Malava na watu wa Kakamega kwa ujumla ya kwamba hiyo ndio itakuwa fomu ya 2027. Vile tulionyesha hapa Malava ya kwamba tunaweza shikana tukisema huyu ni broad based candidate wetu, tunawekelea mkono. Wakati huo huo, Barasa alithibitisha msimamo wa kisiasa wa eneo la magharibi mwa Kenya, akisema kuwa eneo hilo litaendelea kumuunga mkono Rais William Ruto hadi mwaka wa 2032, akiongeza kuwa tayari eneo hilo linajipanga kutoa rais wa 6 wa Kenya. Ikifika mwaka wa 2027, tutaendelea kushirikiana na kuhakikisha tumepatia William Samoei Ruto 2 term. Na baada ya muhula wa pili wa Rais William Samoei Ruto, sisi kama wana Western, kulingana na Barasa, magharibi mwa Kenya ina takriban kura milioni 8, kundi la wapiga kura ambalo anaamini lina nguvu ya kutosha kumwezesha mmoja wao kushinda urais mwaka 2032. Western Mlembe Nation tuko na watu milioni 8. Mwaka wa 2032 tuko na vijana pia hapa mkoa wa Magharibi ambao wanaweza kuongoza taifa letu. Michael Sifuna, Tandao TV, mtazamo wa Dira, Kakamega.